Ujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi, raia na wakazi wa bara hili. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo pamoja na mazingira. Ni muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Ann Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu tuandamane. Hebu sasa nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Vijana hawajaamini kama demokrasia inafanya kazi, kwa sababu mtu anachukua kura, apige kura, lakini mwisho wa siku utasikia kura za huyu zimeibwa na mwingine ndo ametangazwa kuwa mshindi. Rushwa ni adui yake, lakini yule ambaye anakuwa katika nafasi ya kuwa rais ili aweze kupinga rushwa anakuwa ameitoa rushwa kiasi ambacho anapofika pale anajikuta hana hata ujasiri wa kuweza kuzungumza lolote kuhusu rushwa. Hii leo tunaangazia umri na uongozi. Je, nani kiongozi anayestahili chipukizi au mzee? Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani na mwenzangu Ramadhan Kibuga. Maombolezi ya kitaifa yameanza nchini Kenya kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Raila Odinga, fariki dunia nchini India alipokuwa anapokea matibabu. Mwili wake umewasilishwa Nairobi. Raila ametajwa kama kiongozi mahiri na ambaye ameacha pengo kubwa katika siasa za Kenya na bara Afrika. Mamlaka za Kenya zimetangaza kwamba Raila atapokea maziko ya kitaifa na hadhi na taadhima za kijeshi. Kiongozi huyo atazikwa Jumapili nyumbani kwake magharibi mwa Kenya. Raila Amolo Odinga amemwacha mjane Mama Ida na watoto watatu. Muungano wa Afrika umeiondoa nchi ya Madagascar kuwa mwanachama wake. Hii ni kufuatia mapinduzi ya kijeshi kisiwani humo. Kiongozi wa AU Mohamed Ali Yusuf amesema ni muhimu mataifa kuzingatia sheria na sio nguvu za kijeshi kutoa utawala. Hayo yanajiri wakati kiongozi wa Madagascar Kanali Michel Randrianirina akiapishwa kuchukua hatamu za uongozi wa mpito. Mtawala mpya Michel Randrianirina ameahidi kuridhia uchaguzi mkuu baada ya miaka miwili. Makundi ya misaada nchini Sudan yamelalamikia kundi la wapiganaji la RSF kwa kutekeleza dhulma za kibinadamu katika eneo la Al-Fasher jimboni Darfur. Kundi hilo limezingira eneo hilo na raia hawana pa kukimbilia usalama wao. Aidha, kuna hofu ya mahitaji ya kibinadamu kama chakula, maji na dawa kuisha. Kwa sasa hakuna msaada wowote unaoingia katika eneo la Al-Fasher. Sudan imeshuhudia vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya jeshi la taifa na wapiganaji wa RSF kwa miaka mitatu sasa. Kwa mara ya kwanza Somalia imewateua wawakilishi wake katika bunge la Afrika Mashariki. Hatua hii inasaidia katika taifa hilo la upembe mwa Afrika kupata sauti katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Shughuli ya kuwateua wabunge hao ilifanyika katika bunge la Somalia. Wabunge 8 ambao waliteuliwa sasa watajiunga na wenzao kutoka mataifa kama Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika makao makuu mjini Arusha, Tanzania. Somalia pia itamteua jaji kuhudumu katika mahakama ya haki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema nchi hiyo inaendelea na kesi yake kupinga mauaji ya halaiki katika ukanda wa Gaza licha ya muafaka wa kusitisha mapigano ambao umewekwa. Afrika Kusini iliwasilisha kesi hiyo mahakamani Desemba mwaka 2023. Ililaumu Israeli kwa kutekeleza mauaji ya kimbari baada ya kuuvamia kijeshi ukanda wa Gaza. Marekani imekuwa inasaidia kuwepo na muafaka wa kusitisha mapigano katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Zaidi ya Wapalestina 60,000 wamepoteza maisha na mamilioni hawana makazi kufuatia mashambulizi hayo ya miaka miwili. Nchini Kenya imeshuhudia viongozi wa umri tofauti, wote wakipokelewa kitofauti. Kuna msemo maarufu sana ambao husemwa na viongozi wanapotafuta kura kwamba vijana ni viongozi wa kesho. Huenda msemo huo umechangia baadhi ya marais kukaa madarakani kupita kipindi chao. Mwanahabari wetu Shisia Wasilwa amefanya mazungumzo na baadhi ya vijana katika mitaa ya Nairobi na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kwa majina naitwa Felix. Mimi kwa maoni ningesema viongozi hawafai kuongeza limit yao ya uongozi juu kitu umeshindwa kufanya kwa hizo muda ulipewa inamaanisha huwezi maliza pia kwa hiyo muda utajiongezea.
ukipewa muda wa kuongoza, ongoza tu hivyo na upatie wengine nafasi ili pia nao wajidhihirishe wanaweza kufanya kitu mzuri. Lakini Felix, nyinyi naambiwa vijana mmekataa kuchukua kura. Mtaondoaje viongozi hao kama hamchukui kura nyinyi vijana? Vijana wanakataa kuchukua kura kwa sababu hawaamini system. Wanasema system ishaharibiwa. So hata akichukua kura anajua tu kura yake itaenda bure. Ngua, unakubaliana na maoni ya Felix kwamba mfumo umeshavurugwa, hata ukipiga kura yako haitahesabika, lakini ndio njia yetu ya kidemokrasia, maanake hatuwezi tukampindua rais aliyepo. Tunafanya hivyo kupitia upigaji wa kura ambao unafanyika kila baada ya miaka 5. Maoni yako ni yapi? Maoni yangu kuhusu hilo ni kwamba vijana hawajaamini kama demokrasia inafanya kazi nchini, kwa sababu mtu anachukua kura, apige kura, lakini mwisho wa siku utasikia kura za huyu zimeibwa na mwingine ndo ametangazwa kuwa mshindi, mbali na ule mwenye alikuwa anawazia ama mwenye anapigia kura. Solution ni nini Oziani, kwamba mfumo umevurugwa kama vijana na nyinyi viongozi wa kesho au viongozi wa leo? Tuendelee kufuata huu mfumo au tufanye nini ili kubadilisha mambo? Jambo la kwanza ni labda tubadilishe mfumo kabisa, tutoe wale viongozi walio kwenye mfumo na tuanze upya. System ibadilishwe na kila kitu yake ianze upya. At least ndio tutapata faith ya kwanza kupiga kura bila taswishi. Asante. Kuna kijana mmoja ambaye amejiunga nasi anaitwa Osoro. Osoro, tunazungumzia swala la wazee ambao wamekataa kutoka uongozini katika mataifa mengi ya Afrika. Kwa mfano Uganda tuna Yoweri Kaguta Museveni, kule Equatorial Guinea tuna Teodoro Obiang Nguema, kule Zimbabwe tulikuwa na Rais Robert Mugabe ambaye kwa sasa ni hayati. Hivi maoni yako kama kijana ni yapi kwamba viongozi wamekataa kutoka katika utawala kwa sababu ya utamu wa madaraka? Kama kijana una yapi ya kusema? Nashukuru sana Mr. Wasila kwa kunipatia hii fursa kuweza kutoa maoni yangu. Mimi kama kijana ningeweza kusema hivi, viongozi wanafaa pia watupatie fursa kama vijana, manake wakati umebadilika na pia masuala ambayo yanatutatiza kama vijana yamebadilika pia, si kama ya kitambo. So tunafaa tupewe nafasi kama vijana, manake sisi ndio tunaelewa yale matatizo ambayo tunapambana nao kwa wakati huu, na naona nyakati pia zinabadilika, mambo yanabadilika. Lakini ndugu Osoro, huwezi ukapatia uongozi kwenye mikono. Huwezi ukaketi nyumbani ukasubiri upatie uongozi, na utakapofanya hivyo basi utasubiri miaka mingi sana ili upatie uongozi. Kwa hiyo ni mbinu zipi ambazo pengine unafikiria ambazo zinaweza zikawasaidia kama vijana kutoa uongozi? Mr. Wasilo, nikisema kupewa fursa, simaanishi kupewa fursa kwa wakati huo. Pia kama vijana wadogo pia kuna ile nafasi ambayo mtu unafaa pia upewe wakati uweze kusoma na kujua vile ambavyo uongozi unakuwa. So kwa kutupatia fursa pia ni jambo la kwanza pia ni kutuongoza kwa kutuonyesha vile ambavyo uongozi unafaa kuwa, ili na kutuelimisha, sio tu ati tunaingia pale kwa wakati huu wale wanatoka. Inafaa kukua, it's a process. Lakini pia nina mzee wa kazi Frank Otieno ambaye ningependa afunge mjadala huu. Umewasikia vijana wanavyosema Frank wapatiwe fursa, wanasema kwamba mfumo umevurugwa, hata wakipiga kura zile hazihesabiwi ama hazina maana na mambo kama hayo. Pengine Frank ambaye umeshuhudia utawala ukibadilika katika taifa la Kenya, lakini pia kama mwanahabari umewahoji wa viongozi, pengine unawashauri nini wa vijana ili kutoa zile nafasi siku za baadaye? Asante sana. Mimi ningependa tu kusema kwamba vijana wajiingize katika masuala ya utawala na uongozi kwa kupitia michakato maalum ya kuchukua kura, kujiandikisha kama wapiga kura, na vile vile kunadi sera zao kwa mujibu wa sheria zinazokubalika na tume ya uchaguzi nchini. Manake ikiwa mtu ataingia tu katika utawala na siasa bila kuzingatia zile sheria zinazowekwa, basi unakuwa ni kama tunakuita kwa kimombo heckler. Lakini ukweli ni kwamba vijana wana nia nzuri, na ningependa kuwashauri kwamba waendelee na nia hiyo
Na vile vile wazee pia waelewe kwamba jamani, wao pia kitambo walikuwa wanaitwa vijana. Kwa hivyo walikuwa wanaambiwa kwamba wao ndio watakuwa vijana wa kesho. Kwa hivyo sasa hawa vijana wetu wamekosa subira kwamba kwa nini viongozi wanang'ang'ania madaraka ambayo wakabidhi vijana, angalau pia vijana pia waonyeshe mambo yao. Ila ujana huo usiutumie vibaya katika uongozi endapo utapewa majukumu hayo. Tungependa kuona ukomavu katika uongozi. Asante. Asante sana ndugu Frank, bila shaka ni maoni yenye uzito ambao vijana hawa wanafaa kuzingatia, ikikumbukwa kwamba katika historia ya taifa la Kenya tulikuwa na vijana kama vile Tom Mboya, akina Arguin Scott Dek na wengi tu ambao walichukua nafasi za uongozi wakiwa vijana, na tukaona mabadiliko aliyofanya katika taifa la Kenya. Basi kutoka hapa Nairobi sina la ziada. Jina langu ni Shisia Wasilwa na kuregesha studio. Ikiwa unaungana nasi hivi sasa, hii ni idhaa ya Kiswahili Sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Na kwa kuwa pia unaweza kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Basi hii leo tunaangazia umri na uongozi. Unajali kiongozi upi? Mzee au chipukizi? Weka maoni yako kwenye ukurasa wetu na tutayasoma papa hapa pindi tunapoendelea na kipindi cha leo. Nchini Tanzania kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu viongozi wenye umri mkubwa kuendelea kusalia madarakani licha ya kwamba nafasi hizo zingeweza kutwaliwa na viongozi vijana. Mjadala huo unashika kasi zaidi hasa kutokana na hata nafasi za kuteuliwa kwa ajili ya kuongoza kama vile mashirika, bodi za mashirika ya umma, mpaka nafasi ya juu ya kuchukuliwa zaidi na watu wenye umri mkubwa ikiwemo zile za kisiasa. Huyu hapa George Jogopa na mengi zaidi. Kumekuwa na hisia mseto karibu pembe zote za nchi pale inapokuja hoja ya uongozi na umri, ingawa upande mmoja unaonekana kukosa uzano na kubalika kupima dhana hiyo kutokana na wingi mkubwa viongozi wenye umri mkubwa wanaoendelea kusalia madarakani. Kuanzia ngazi ya bunge, viongozi wanaoshika madaraka mengine ngazi za juu ikiwemo waziri, makatibu watendaji, wenye viti wa bodi ya watendaji, ikiwa ni sehemu tu kuwataja ambao nafasi hizo zinakalia na watendaji wenye umri mkubwa ikiwemo wale uliokwisha kustaafu utumishi wa umma na bado kurejeshwa katika nyadhifa hizo. Wote hao wanaonekana kuweka kizingiti kwa vizazi vipya kuchomoza kwa wingi katika majukwaa ya uongozi na madaraka, kiasi cha kuibuka wimbi linalohimiza mabadiliko karibu katika maeneo yote, na hii inachagizwa na wimbi kubwa la vijana wanaendelea kuhitimu kutoka vyuo vikuu kuendelea kuwa wasindikizaji katika mbio za kusaka ajira. Bwana Tumi Makatobe ni mchambuzi wa mambo siku nyingi. Nimezungumza naye kupata uchambuzi wake kuhusiana na jambo hilo. Lakini hata hivyo, anaanza kutoa picha kamili ya Afrika akisema mwamko wa vijana katika masuala ya uongozi bado ni wa chini ukichagizwa na mambo mbalimbali. Moja kwamba kumekweko na mwamko mdogo wa katika baadhi ya nchi, sio zote, baadhi ya nchi hususan katika Afrika, wa Gen Z, vijana Gen Z na millennials, mwamko sio mkubwa sana. La pili ambalo sasa ndio gumu kuliko yote ni kwamba wale viongozi walioko madarakani wanajiona kama vyeo ni haki yao, wanang'ang'ania madarakani kwa muda mrefu, hata kama si tu kwamba wamechoka, mwili umezeeka, lakini hata mawazo ya sasa ya kisasa hawana. Kwa wao ni kung'ang'ania wawemo madarakani, wafie madarakani. Hicho ndio kimekuwa kizuizi kikubwa sana. Tumeona Malawi ambapo pamoja na kwamba kuna mwamko mkubwa wa nchi katika demokrasia, lakini bado wale wanaogombea ni hao wazee waliochoka, si akili tu lakini pia pamoja na mwili. Kama unavyodadisi na umetoa tathmini halisi ya mambo katika bara la Afrika kwa ujumla, lakini hebu tuingie Tanzania ambako baadaye tutakuwa na uchaguzi. Unaiona hali inakwendaje katika uongozi wenye umri mkubwa na hasa wakati huu? Tunapoelekea kwenye uchaguzi huu, kwa kweli uchaguzi huu ulishaamriwa tayari, na nashangaa hata mihangaiko iliyopo kwa wale wengi ambao ni wazee wanaendelea kung'ang'ania madarakani ndani ya CCM, ndio wengi wanapita. Niseme tu kwamba hata uchaguzi ukitokea kwamba mpinzani amepita au amepata udiwani au ubunge, kwa kweli ni kama amejawiwa tu, amepewa au amemwachia
wana CCM. Kwa hiyo bila shaka unazungumzia swala la demokrasia. Kuwepo kwa mfumo wa vyama vingi ni tofauti na dhana kwamba demokrasia watu wanapewa uhuru wa kuchagua. Kwa maana hiyo wengine wanasema kwamba kuweka wazee katika uongozi hata kama washastaafu ni hekima, na hii inasaidia kuivusha taifa kuvuka salama pahala popote ambapo hata kama kunajitokeza hali yoyote ya sintofahamu. Sasa hapo ndio wanakosea sana. Kazi ya kiofisi unayopewa ya aina yoyote inahitaji purukushani, inahitaji unawe na nguvu, unasafiri huku na huku. Tumeona Bobi ameshindwa, hata amefanya mkutano mmoja tu kwa sababu hana nguvu. Muda mwingi yuko kutibiwa Ulaya, hana nguvu, mwili umekwisha kabisa. Kwa hiyo swala la hekima sio lazima ushike cheo, kwa sababu cheo kinaambatana na majukumu mazito yanayohitaji utimamu wa akili, lakini utimamu wa mwili. Sasa hapo ile unashinda kila siku hospitalini, kila siku sio unapelekwa kwenda kupimwa, huwezi kuzunguka huku na huku, umeshachoka. Hiyo kwa kweli hatuitaki. Waachiwa ambao wana nguvu ya mwili, lakini pia na akili, wana nguvu ya akili. Hao wengine swala la ushauri na hekima, unashauri hata ukiwa nje ya cheo. Lakini pia kuna hoja kwamba hawa wanaowataja wazee ambao pia wamejitokeza katika uchaguzi huu na hata katika chaguzi zilizopita Afrika na hapa Tanzania, wanasema sisi kama tunakwenda bungeni, naenda serikalini, siendi kubeba mzoga, siendi kubeba nondo, naenda kutoa hoja tu. Kwa hiyo swala la umri kwangu msilitile maanani sana. Sasa hapo ndio wanachekesha sana, kwa sababu kweli wanasema kwamba ukiwa bungeni hakuna kubeba ndege kule, lakini tunaona jinsi wanavyosinzia wakati masuala makubwa ya kitaifa yakiwa yanajadiliwa. Watu wakisimama, wao wamesinzia, wao bungeni wamesinzia kabisa. Bungeni sasa sio mahali pa kulala, sio mahali pa kupumzikia. Hata bungeni ni mahali pa kuchapa kazi, ambako unapaswa kuwa imara kimwili na imara kiakili, sio kwenda kusinzia. Kwa mtizamo wako, nadhani iko siku bara la Afrika, Tanzania ikiwemo, itashuhudia viongozi vijana wakichukua madaraka katika idara zote? Maana kumbukumbu zinatuonyesha rais wa kwanza wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere alichukua uongozi wa taifa akiwa kijana na baraza lake la mawaziri lilikuwa vijana kabisa, lakini kadri muda unavyokwenda na miaka inavyokwenda mbele, wazee ndio wanazidi kutawala katika majukwaa ya kisiasa. Na ndio maana walimundu sana kuijenga nchi, kwa sababu walikuwa kama nilivyosema, wana akili timamu, lakini pia wana mwili timamu. Nyerere alikuwa anaweza hata kutembea kutoka Butiama kwa mguu akafika mpaka Mwanza, popote pale alikuwa na uwezo, kwa sababu waliingia wakiwa na nguvu za kiakili na nguvu za kimwili. Sasa hawa tuliona hao wengi, hao kupelekwa kila siku na shinda hospitalini, unafika ofisini mara moja kwa wiki, ndio ambao wanafanya sasa hata maendeleo yanadumaa. Na ni mchambuzi huyo Gwantumi Mwakatobe akiatupia macho yale yanaendelea katika siasa za Afrika na Tanzania kwa jumla, hasa wakati ambako kukiwa na vuguvugu kubwa kutoka kwa kundi la vijana wajulikanao kama Gen Z wanaotaka mabadiliko katika nyanja zote. Mimi ni George Njogopa. Nusu ya wakazi wa Afrika ni vijana chini ya miaka 25 ambao kimsingi ndio nguzo ya maendeleo ya bara hilo, lakini mchango wao vimepotea kwa miongo mingi sasa kutokana na baadhi ya viongozi wa Kiafrika kushindwa ama kung'atuka madarakani au kutekeleza maendeleo ya mataifa yao. Tahariri inasomwa na Leonard Mubali. Afrika, bara lenye wakazi zaidi ya bilioni 1.5, lakini zaidi ya nusu yake ni vijana walio chini ya umri wa miaka 25. Kwa wengi wao ni matumaini, utajiri na mustakabali na nguvu kazi ya kulikwamua bara hili katika takwimu za kimataifa. Daima limekuwa likishika mkia katika swala la ufanisi wa maendeleo. Hata hivyo, hakuna sehemu hata moja ulimwenguni ambayo inalizidi bara la Afrika inapokuja katika swala la utajiri wa rasilimali na maliasili, rasilimali watu na hata ardhi yenye rutuba. Lakini wanasema ukimwona samaki ameoza ujue ameanzia kichwani, na kama kichwa kimeoza basi mwili ujue hauwezi kunusurika. Vijana wa Kiafrika licha ya kusoma na kuelimika, inawezekana ndoto zao za kuleta mapinduzi katika bara lao zinaendelea kusalia kibindoni. Vijana wengi wana nguvu,
ari, msukumo na jitihada za kuifanya Afrika kupiga hatua. Wakati sehemu nyingine za dunia zikitembea, Afrika haina muda huo, bali inapaswa kukimbia, tena kwa kasi. Lakini je, hilo linawezekana? Ni kama sehemu nyingi tu za Afrika hazina vichwa vya kulifanya bara hili kukimbia kwa kasi. Viongozi ambao ndio wabeba maono ya dira ya Afrika wamezeeka baadhi yao, kiasi cha kupoteza hata mwelekeo wa rubaa za maendeleo ya bara. Baadhi yao hata ukiwauliza ni kipindi gani waliingia madarakani hawajui, ama maradhi yameingilia afya ya kumbukumbu zao na sasa zimepotea, lakini wanataka kuongoza bado. Paul Biya, ambaye sasa wenyewe wanamuunga mkono, wanataka endelee kuliongoza taifa hilo, amefikia muhula wake wa 9 mfululizo. Anaakisi mfano huu na usema, huyu amekuwa madarakani tangu mwaka 1982. Lakini upande mwingine ni kama mapacha wa baba mmoja, Teodoro Obiang Nguema wa taifa la Equatorio. Yeye hadithi yake inavunja rekodi. Alitwaa madaraka mnamo mwaka 1979 baada ya kufanya mapinduzi yaliyomng'oa madarakani mjomba wake Francisco Macias Nguema, ambaye alikuwa rais wa kwanza wa taifa hilo tangu taifa hilo lilipopata uhuru wake kutoka kwa Muhispania mwaka 1968. Huyu ndiye rais wa kwanza ulimwenguni aliyekaa madarakani muda mrefu hadi sasa. Wakati vuguvugu la maendeleo likiendelea katika sehemu mbalimbali za dunia, huku nguvu kazi inayoshikilia usukani ikiwa ni vijana, barani Afrika ni tofauti. Bado hali ni tofauti kwa wazee hawa. Wameshindwa kutoa taswira ya maendeleo, uchumi umedumaa na vijana hawana ajira. Matatizo lukuki yanaendelea kuzikabili nchi za Kiafrika. Wazee hawa, bila kumsahau Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na baadhi ya wengine waliokaa muda mrefu madarakani, wamelifanya kundi la vijana walio wengi barani Afrika kukosa mwelekeo wa kuweza kuyaongoza mataifa yao. Katika hali kama hii ambayo kichwa kinaukosesha mwili mzima raha na matumaini, mwili huo unajitafutia suluhu. Afrika sasa limekuwa bara lenye uwanja wa fujo. Vijana maarufu kama Gen Z kutoka kusini hadi kaskazini, mashariki hadi magharibi, wimbi lao linavuma kama upepo unaoandamana na mvua ya masika. Kauli yao inayosikika ni kwamba tumechoka. Maandamano yasiyoisha kila uchao yanaibuka hapa na pale. Wengi wanaamini kuwa viongozi hawa hawana tena kiu ya maendeleo kwa mataifa yao isipokuwa familia zao. Paul Biya wa Cameroon muda mrefu anakuwa nje ya nchi kwa matibabu, na kitendawili kinasalia kukosa jibu kwamba ni nani hasa anayeendesha shughuli za taifa hilo za kila siku. Teodoro Obiang Nguema Mbosogo, ngoma ni ile ile. Kijana wake Theodorine Nguema mwenye umri wa miaka 56 na ambaye ni makamu wake wa rais wa baba huyu tangu mwaka 2016, inasemekana kwamba ndiye kiongozi wa shughuli zote za kiserikali za kila siku, ikiwa ni pamoja na sekta ya ulinzi na taasisi za kukabiliana na ulaji rushwa, licha ya yeye mwenyewe kukumbwa na visa lukuki vya ulaji wa rushwa kwa miaka mingi. Kuhodhi madaraka kwa viongozi hawa kuna wafanya wananchi na Waafrika kwa ujumla sasa kuanza kubaini kuwa kumbe si kwa nia ya kuwaletea maendeleo na kuendeleza mataifa yao ndani ya bara zima la Afrika, bali ni kujali manufaa binafsi. Katika baadhi ya nchi tayari viongozi vijana wameanza kujipiga vifua, iwe kupitia mapinduzi ama chaguzi za kidemokrasia. Wanataka kutoa madaraka kama ilivyotokea Burkina Faso, Guinea Conakry, Mali na baadhi ya nchi za Sahel. Mapinduzi ya kijeshi yametokea. Je, hilo linakubalika kidemokrasia? Inawezekana sio, lakini inakuwa ni sawa na kujifungia chumba kimoja na paka ili umuue. Huenda unaweza kujuta kwa uamuzi huo uliouchukua. Kwa taifa kama Botswana, imekuwa kama kioo cha demokrasia kwa kumpata rais ambaye bado ni kijana mbichi. Huyu ni Duma Gideon Boko. Anaanza kutazamwa kama nuru katika pori la kiza kinene. Ila hata huku nchini Malawi kwa vijana hakuja tulia kivile. Katika uchaguzi wa mwezi uliopita, wananchi wa Malawi walimrejesha madarakani Rais Peter Mutharika mwenye umri wa miaka 85 baada ya Lazarus Chakwera, rais chipukizi kabisa, kuonekana hafai. Pale upinzani unapojaribu kuinukia kupitia njia za kidemokrasia mkono wa chuma wa muda mrefu, unakuwa wa kwanza kutangaza kipigo chenye uzito wa kutumia nyundo kumuua mbu. Viongozi wazee huenda hawajaielewa Afrika iliyozinduka,
mawazo yao bado yapo zama za kudai uhuru. Utawala wao wa muda mrefu huenda ulisaidia zama zile. Kwa sasa wanapaswa kuangalia alama za nyakati na wakati mwingine hata kuamua kung'atuka madarakani. Ni hali ambayo inaweza kuleta suluhu dhidi ya vuguvugu hili barani Afrika na ulimwenguni kwa ujumla. Na kabla ya kutamatisha matangazo haya, tuangalie taarifa nyingine ambazo zimekuwepo barani. Huyu hapa Ramadhan Kibuga tena. Maombolezi ya kitaifa yameanza nchini Kenya kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Raila Odinga, fariki dunia nchini India alipokuwa anapokea matibabu. Mwili wake umewasilishwa Nairobi. Raila ametajwa kama kiongozi mahiri na ambaye ameacha pengo kubwa katika siasa za Kenya na bara Afrika. Mamlaka za Kenya zimetangaza kwamba Raila atapokea maziko ya kitaifa na hadhi na taadhima za kijeshi. Kiongozi huyo atazikwa Jumapili nyumbani kwake magharibi mwa Kenya. Raila Amolo Odinga amemwacha mjane Mama Ida na watoto 3. Muungano wa Afrika umeiondoa nchi ya Madagascar kuwa mwanachama wake. Hii ni kufuatia mapinduzi ya kijeshi kisiwani humo. Kiongozi wa AU Mohamed Ali Yusuf amesema ni muhimu mataifa kuzingatia sheria na sio nguvu za kijeshi kutoa utawala. Hayo yanajiri wakati kiongozi wa Madagascar Kanali Michel Randrianirina akiapishwa kuchukua hatamu za uongozi wa mpito. Mtawala mpya Michel Randrianirina ameahidi kuridhia uchaguzi mkuu baada ya miaka 2. Makundi ya misaada nchini Sudan yamelalamikia kundi la wapiganaji la RSF kwa kutekeleza dhulma za kibinadamu katika eneo la Al-Fasher jimboni Darfur. Kundi hilo limezingira eneo hilo na raia hawana pa kukimbilia usalama wao. Aidha, kuna hofu ya mahitaji ya kibinadamu kama chakula, maji na dawa kuisha. Kwa sasa hakuna msaada wowote unaoingia katika eneo la Al-Fasher. Sudan imeshuhudia vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya jeshi la taifa na wapiganaji wa RSF kwa miaka 3 sasa. Kwa mara ya kwanza Somalia imewateua wawakilishi wake katika bunge la Afrika Mashariki. Hatua hii inasaidia katika taifa hilo la upembe mwa Afrika kupata sauti katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Shughuli ya kuwateua wabunge hao ilifanyika katika bunge la Somalia. Wabunge 8 ambao waliteuliwa sasa watajiunga na wenzao kutoka mataifa kama Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika makao makuu mjini Arusha, Tanzania. Somalia pia itamteua jaji kuhudumu katika mahakama ya haki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema nchi hiyo inaendelea na kesi yake kupinga mauaji ya halaiki katika ukanda wa Gaza licha ya muafaka wa kusitisha mapigano ambao umewekwa. Afrika Kusini iliwasilisha kesi hiyo mahakamani Desemba mwaka 2023. Ililaumu Israeli kwa kutekeleza mauaji ya kimbari baada ya kuuvamia kijeshi ukanda wa Gaza. Marekani imekuwa inasaidia kuwepo na muafaka wa kusitisha mapigano katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Zaidi ya Wapalestina 60,000 wamepoteza maisha na mamilioni hawana makazi kufuatia mashambulizi hayo ya miaka 2. Na ikiwa basi unajiunga nasi, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye mitandao ya kijamii Facebook, YouTube, TikTok na kumbuka pia tuko pale X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tuendelee kuweka maoni yako kwenye kurasa hizo kuhusu taarifa hizi, na pengine uko wapi msikilizaji? Na je, ni vipindi vipi au ni masuala yepi ungependa tuyajadili katika jukwaa hili? Na basi asante sana kwa kujiunga nasi. Moja kwa moja tugeukie neno la siku. Tunatafuta tofauti kati ya maneno salamu za rambirambi na risala. Salamu za rambirambi, maana huu ni ujumbe wa kutoa pole, faraja na hisia za huzuni kwa mtu au watu waliopatwa na msiba, hasa kifo. Lengo lake ni kuonyesha mshikamano, huruma na kuwafariji wafiwa. Matumizi katika sentensi: Rais alituma salamu za rambirambi kwa familia ya hayati Raila Odinga. Salamu zangu za rambirambi ziwafikie wote walioguswa na msiba huu nchini Kenya. Neno risala, maana hii ni hotuba, taarifa au ujumbe wa heshima unaotolewa kwa kiongozi mgeni au kikundi cha watu, mara nyingi katika hafla rasmi, mkutano au sherehe. Inaweza kuwa imeandikwa au kutolewa kwa mdomo. Lengo: kuwasilisha ujumbe fulani, kueleza lengo la hafla, kuonesha mafanikio, matatizo, maombi au mapendekezo na kutoa shukran. Muundo: risala mara nyingi huwa na sehemu 3 kuu: mwanzo, salamu, ukaribisho na lengo; kati, kiini cha ujumbe; na mwisho, msisitizo au shukran.
Matumizi katika sentensi. Mwenyekiti wa kijiji alisoma risala mbele ya waziri mkuu. Risala hiyo ilieleza matatizo yanayowakabili wakulima katika eneo hilo. Msikilizaji, kabla ya kuaga, kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunakupongeza wewe ambaye umeandamana nasi hadi sasa. Na kukumbusha kwamba tuko kwenye Facebook, YouTube na pia tuko pale TikTok, bila kusahau mtandao wa X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwa heri kwa sasa.